Karibu kwenye video ya International Rescue Committee (IRC) kuhusu masoko ya mtandaoni na majukwaa ya biashara mtandaoni, mwongozo wa kuuza bidhaa na huduma za biashara yako mtandaoni. Majukwaa haya yanaweza kukusaidia kuwafikia wateja wengi zaidi, kujenga uwepo wa kitaalamu zaidi, na kukua zaidi ya jamii yako ya eneo lako. Soko la mtandaoni kimsingi ni duka la kidijitali au tovuti ambako wateja wanaweza kuvinjari bidhaa zako, kuweka oda na kulipa mtandaoni bila kukupigia simu au kukutembelea ana kwa ana. Mara nyingi mchakato huenda hivi. Kwanza, mteja anavinjari na kuweka oda. Pili, jukwaa hushughulikia malipo. Na tatu, wewe unapakia na kutuma oda. Biashara nyingi hutumia masoko ya mtandaoni sambamba na njia nyingine za mauzo kama mitandao ya kijamii au mauzo ya ana kwa ana. Kwa baadhi ya biashara, majukwaa haya huwa ndiyo njia yao kuu ya kuuza. Kuna majukwaa kadhaa makubwa ambayo biashara hutumia mara nyingi. Shopify ni jukwaa ambapo unatengeneza duka lako la mtandaoni. Square ni chaguo jingine linalochanganya mauzo ya mtandaoni na malipo ya ana kwa ana. Amazon Seller hukupa ufikiaji wa mamilioni ya wanunuzi duniani kote. TikTok Shop hukuruhusu kuuza moja kwa moja kupitia video za TikTok na matangazo ya moja kwa moja. Etsy inajulikana sana kwa bidhaa za mikono na za ubunifu. Na eBay ni maarufu kwa bidhaa za kuuzwa tena na bidhaa za kipekee. Kila jukwaa linafanya kazi kwa njia tofauti kidogo, lakini yote husaidia wateja kununua mtandaoni kwa urahisi. Masoko ya mtandaoni yanaweza kuwafaa sana biashara nyingi, lakini si chaguo bora kwa kila mtu. Hufanya kazi vizuri zaidi kama unauza bidhaa za kimwili, una akiba ya bidhaa iliyothabiti, na unaweza kufungasha na kusafirisha oda kwa ufanisi kila wakati. Pia husaidia kama unataka duka la mtandaoni lenye muonekano wa kitaalamu na unataka kuwafikia wateja walio nje ya eneo lako. Huenda yasisaidie sana kama bidhaa zako zinatengenezwa kwa mahitaji maalum sana, kama bei au maelezo hubadilika mara kwa mara, au kama usafirishaji ungekuwa mgumu kuendana nao. Pia yanaweza kuwa changamoto kama wateja wako wanapendelea kununua ana kwa ana au wanapenda kujadiliana bei. Basi ni nani ana uwezekano mkubwa zaidi wa kununua kupitia masoko ya mtandaoni? Majukwaa haya ni bora kwa wateja wanaotaka kuvinjari na kukamilisha malipo kwa urahisi. Pia ni mazuri kwa wanunuzi wanaopenda kulinganisha bidhaa na kusoma maoni ya wateja kabla ya kununua. Yanaweza kukusaidia kuwafikia wateja walio nje ya eneo lako na yanafaa sana kwa wanunuzi wa mara ya kwanza ambao huenda bado hawajui biashara yako, lakini wako tayari kujaribu bidhaa yako kwa sababu jukwaa linaonekana kuwafahamisha na linaaminika. Jambo moja muhimu la kuelewa kabla ya kuanza ni gharama. Majukwaa mengi hutoza ada na ada hizo zinaweza kuathiri faida yako. Baadhi ya ada ni za lazima, kama ada ya mpango wa kila mwezi. Kwa mfano, Shopify hutoza kila mwezi ili kuendesha duka lako. Majukwaa mengi pia huchukua ada kwa kila mauzo, maana yake huchukua asilimia ya kila muamala. Juu ya hilo, kwa kawaida kuna ada za uchakataji wa malipo kila mara mteja anapokamilisha malipo. Pia kuna gharama za hiari, kama kulipia matangazo au orodha zilizopandishwa, kulipia maboresho ya muundo wa duka na kuwekeza kwenye picha za bidhaa za kitaalamu. Majukwaa haya mara nyingi hugharimu zaidi kuliko kuuza kupitia mitandao ya kijamii, lakini yanaweza kuokoa muda na kuonekana ya kitaalamu zaidi kwa wateja. Kabla hujaanza kuuza, inasaidia kujiandaa na mambo kadhaa muhimu. Kwanza, utahitaji duka lako na orodha za bidhaa ziwe tayari. Hiyo inajumuisha kufungua akaunti yako, kuandika majina na maelezo ya bidhaa yaliyo wazi, kupakia picha nzuri na kuweka bei zako, kodi na gharama za usafirishaji. Kisha, utahitaji kuweka mipangilio ya malipo na maagizo.
Hiyo inamaanisha kuunganisha akaunti yako ya benki, kuamua jinsi utakavyopakia na kutuma bidhaa zako, kuandika sheria rahisi za kurejesha bidhaa au kurejeshewa fedha, na kujaribu agizo halisi kabla hujazindua. Mwisho, fikiria kuhusu usimamizi wa kila siku. Utahitaji kufuatilia stoki, kukagua maagizo mara kwa mara, kujibu ujumbe wa wateja na kuhakikisha orodha zinasasishwa mambo yanapobadilika. Masoko ya mtandaoni hufanya kazi vizuri zaidi kwa biashara zinazouza bidhaa halisi zinazoweza kuonyeshwa wazi mtandaoni na kusafirishwa kwa wateja. Baadhi ya sekta zinazofanikiwa mara nyingi ni pamoja na bidhaa za chakula na vinywaji kama vitafunwa vilivyofungashwa, sosi, mchanganyiko wa viungo, na vyakula vya kitamaduni vinavyodumu muda mrefu bila kuharibika. Pia hufanya kazi vizuri kwa bidhaa maalum kama kahawa, chai, mishumaa, sabuni za kutengenezwa kwa mkono, bidhaa za afya na ustawi, na bidhaa zinazozalishwa kwa kiasi kidogo. Bidhaa za urembo na za kujitunza binafsi kama losheni, mafuta ya nywele, na bidhaa za utunzaji wa ngozi pia ni za kawaida. Na bila shaka, biashara za ufundi kama sanaa, picha zilizochapishwa, viungu vya udongo, mapambo ya kutengenezwa kwa mkono, vito, vifaa vya nyongeza, mavazi, na bidhaa za nyumbani huwa zinafanya vizuri kwa sababu bidhaa hizi zinaonekana kwa urahisi na ni rahisi kutangazwa mtandaoni. Kuna faida kadhaa kubwa za kutumia majukwaa haya. Kwanza, yanawarahisishia wateja. Watu wanaweza kuvinjari na kununua bila kulazimika kukupigia simu au kukutumia ujumbe. Pili, yanapa biashara yako mwonekano wa kitaalamu, jambo linaloweza kujenga imani kwa wateja wapya. Tatu, malipo yanafanyika kiotomatiki, jukwaa hushughulikia malipo ya mwisho kwa usalama, hivyo inakuwa rahisi kwako. 4, majukwaa haya hukusaidia kuwafikia wateja zaidi ya eneo lako la karibu, maana yake unaweza kuuza kwa watu popote mtandaoni. Na mwisho, majukwaa mengi yana ripoti za mauzo zilizojengwa ndani zinazokusaidia kufuatilia kinachouzwa na kupanga store. Pia kuna changamoto muhimu za kuzingatia. Moja ya kubwa zaidi ni ada. Ada za jukwaa na ada za malipo hujikusanya, kwa hiyo ni vyema ujumuishwe gharama hizo kwenye bei yako tangu mwanzo. Changamoto nyingine ni ushindani. Wauzaji wengi wanaweza kutoa bidhaa zinazofanana, kwa hiyo picha bora, maelezo yaliyo wazi, na tathmini nzuri vina umuhimu mkubwa. Pia lazima ufuate sheria za jukwaa kwa umakini. Majukwaa haya yana sera kali na ukiyavunja, akaunti yako inaweza kuadhibiwa au kuondolewa. Usafirishaji ni jambo jingine kubwa. Maagizo yanayochelewa au kuharibika yanaweza kusababisha tathmini hasi na kuathiri mauzo yako ya baadaye. Na hatimaye, mawasiliano na wateja ni yenye mipaka. Baadhi ya majukwaa hayashiriki maelezo kamili ya wateja, jambo ambalo linaweza kufanya iwe vigumu kujenga uhusiano wa muda mrefu nje ya jukwaa. Baada ya duka lako kuanzishwa na kuendeshwa vizuri, kuna njia kadhaa za kulikuza. Njia moja ni kuuza kwenye zaidi ya jukwaa moja ili uweze kuwafikia wanunuzi wengi zaidi. Unaweza pia kutumia ripoti za mauzo kuona ni bidhaa zipi zinauzwa zaidi na kupanga store yako. Kuboresha picha na maelezo ya bidhaa zako kunaweza kuleta tofauti kubwa. Picha zenye ubora mara nyingi huleta mauzo zaidi. Kusafirisha oda kwa wakati pia ni jambo la muhimu sana kwa sababu hukusaidia kujenga tathmini nzuri na uaminifu. Na ukishajua ni bidhaa zipi zinafanya vizuri zaidi, unaweza kujaribu ofa ndogo ndogo, vifurushi au matangazo ya kulipia ili kuongeza mauzo. Kwa kumalizia, ujumbe muhimu zaidi ni uko tayari kuanza kuuza mtandaoni. Anza kwa kuchagua jukwaa moja linaloendana na bidhaa yako na uwezo wako. Kisha kamilisha orodha ya ukaguzi ya usanidi kabla ya kuzindua, ili uwe tayari kushughulikia oda na wateja kwa urahisi. Na kumbuka, si lazima ufanye hili peke yako.
IRT iko hapa kukusaidia katika kila hatua. Kama ungependa msaada, unaweza kuzungumza na mshauri wa biashara wa IRT kwa kutembelea smallbusiness rescue.org ili upate mpango wa biashara ndogo wa IRT ulio karibu nawe.